yangu ni Prophet Kelvin Favor, the chosen one. Kwa majina yangu ni Prophet Moses mteuliwa wa kanisa la GCI, ukipenda God City International. Tunapatikana katika jiji kuu la Nairobi, hapa mji na maeneo ya Roiro. Ukiwa Nairobi town unachukua gari namba 145 inakuleta Roiro town au Ruiru ndani. Ukifika Roiro, mwambie yule wa gari akulete mahali panajulikana kama Hilton kwa booster ya Safaricom. Naye unaweza tuandikia ujumbe wako kwa kifupi, tuandikie majina yako, sehemu unatazama hii program, na tuandikie hitaji la moyo wako. Chochote ungehitaji tusimame na wewe kwa maombi. Baada ya kupokea ujumbe wako, tutaomba na jambo tutaelezwa, tutakwambia. Tumia namba hizi 0700 860 556. Nitarudia 0700 860 556. Mtazamaji wetu, hebu tazama makubwa ambayo Mungu anafanya kwetu kanisani. Kuna mama alikuja kwetu kanisani akiwa na shida na swali kubwa ambalo linamsumbua katika moyo wake, maana alikuwa mjamzito na hajui nani ndio baba ya mtoto aliyebeba. Akataka kusikia roho wa Mungu atasema baba ni yupi apate kusaidika. Bwana asifiwe. Rose ni nani? Rose. Yes. Nani anaitwa Rose? Wewe unaitwa Rose. Can you prophesy? Mara inapokuwa hapa. Ni mara inapokuwa hapa. Ni mara ya kwanza. Mama, tu sasa ulikuja hapa. How did you come here? Wewe ulikuwa watch TV. Ukatolea hapo. Piga watu wanapasapoti kutoka kwa Mungu. Na hata nimechukuliwa nimepelekwa Githurai. Ninaona Githurai mama. Unaishi Githurai? Na wewe uko na shida wewe. Mama, umesema Rose. Rose ni nani? Kuna shida ninaiona. Na wakati ulikuwa unatuwatch kwa TV, kuna swali inakusumbua sana. Hata tunaweza ingia hapa Githurai, tuingie Githurai ama tuache? Na unaweza tuingie Githurai ama tuache? Mama, I've been taken by the Spirit of God to a certain house. Nyumba 1 bedroom. Naona kitchen na naona washroom. Na saizi umetandika mkeka ya nyeusi chini kwa nyumba yako. Na kuko na meza ya glass. Sikiza. Na ninaona kuko na viti na kama butterfly. Lakini iko na dots za white nyingi, lakini kiti yenyewe ni red. Ninaona TV imeandikwa LG. Ninachukuliwa huko ndani kwa bedroom. Ninaona kitanda ni ya 5x6. Ninaona mattress ni ya blue. Lakini kwa hiyo nyumba ninaona kuko na ugomvi sana. Sikiza mama, hiyo nyumba yako nimeingia ndani nikatamani kutoka. Nimesikia kuko na ugomvi ndani sana. Na nikachukuliwa kwa hiyo nyumba nikatafuta mzee, sijaona mzee. Where is your husband? Mama, unasema nini? Niko na shida moja nataka unisaidie. Tutaisaidia hapa leo. Kwa hii nyumba ninaona kuko na ugomvi. Ni kweli. Na ugomvi ninaiona ni katikati ya wewe na wewe mwenyewe. The reason I'm saying so, ninaona kabla ulale unaisini ukipiga kelele ukinung'unika na ukikomplain. Na unaambia Mungu afadhali nikufe. Lakini badala ya kufa utaishi. Nisasifu nini wewe utasema? Nimesema badala ya kifo utaishi. Sikiza mama, hata kabla hujatueleza shida yako wewe, nimeelezwa na Roho wa Mungu. Kuna wanaume watatu na waona kwa maisha yako. James ni nani? Boyfriend yangu. John ni nani? Kamaru. Yes. Spiritual
strong instruction hapa Baba. Yes, can you prophesy? Yes. Lakini kuna shida imekuleta kwa nyumba ya maombi wewe. Na shida sio Kamau, shida sio James, na shida sio mwingine anaitwa John. Shida ni uko na mimba ya miezi 3 na ujui bwana yako ni nani mwenye mtoto. Ajui baba mtoto ni nani? Aujui baba mtoto ni nani kati yao watatu. Na hiyo ndio kitu cha kuleta maombi. Maana unaogopa mtoto akizaliwa DNA ifanye na umeenda na Kamau kumbe mtoto ni wa James. Utapata na shida. Na pia unaogopa DNA ifanye wakati mtoto atazaliwa. Mtoto akuwe ni wa James si wa John ama wa Kamau. Utakuwa na shida. Na hiyo ndio imekuleta maombi usaidiwe. Ndio uelewe mtoto ambaye umebeba miezi 3 ni mtoto wa nani. Wanaamini na Mungu anaweza kuzungumza. Anaweza kuzungumza. Kuna mambo hapa peke yake. Nasema wangapi wanaamini Mungu anaweza kuzungumza? Anaweza kuzungumza. Kwanza kabla sijaripoti. Yes sir. Huyu aache kuwa mwanamke wa wanaume. Kelele ya baba. Atafute kama ni mwanaume mmoja atulie. Amen. Mungu hawezi kukubariki ukiwa mtu wa kujichanganya. Mama umesikia hiyo ujumbe? Amen. Kwa sababu baba, yes, anakuja kutafuta usaidizi kwa maombi. Baba, yes, lazima patiwe maagizo. Maana taroho Mungu akimsaidia aelewe baba ya mtoto ni nani, na hajakata kauli ya kuacha dhambi, bado maroho ambaye anamhangaisha yatamkamata. She need to be delivered. Na atoe akili yake kwa dhambi, ndipo baraka ya ndoa moja isifike ama isimame. Sikiza mama, Rose, sikiza vizuri. Ninaelezwa na Roho Mungu. Huyu anaitwa James, wachana na yeye. Na nimesema hivyo nikaona roho yako iko na maswali. Maana James Friday alikupatia shilingi 5,000. Na akakwambia ende muongeze ulipe nyumba. Mama, James kazi yake ni kukutumia, kimasa kukutumia. Hakuna kitu hakuna ya wewe. Wachana na James. Amen. Usipende mwanaume sababu ya pesa. Mpende kwa sababu ile kitu kwa roho yake. Amen. Hiyo ndio inaleta pesa, mali na utajiri. Amen. Huyo tumemdisqualify. Amen. Tumebaki wangapi? John, wachana na yeye. Naona hapo na mwanamke anaitwa Mary. Unajua hivyo? Siko najua. Mary, na hata hapo na watoto wawili. Kijana na msichana. Wachana na choo. Nimechukuliwa, kumebakia nani? Kamau, ninaona ni mtu wa matrailer. Anaendesha maroli kubwa trailer. Na wewe unaonana naye kwa mwezi kama mara 2 ama mara 3. Huwa anaenda outside country. Huyo ni bwana ya mtu na ako na watoto. Wachana na huyo. Sikiza mama. Nimechukuliwa katika karibu profesa. Mama, sikiza. Katikati ya James Kamau pamoja na huyu mwingine anaitwa John, hakuna baba ya mtoto kati hawa. There is no father to a child. Jesus. Ungetaka kujua baba ya mtoto wapi? Yes. Sikiza mama. Nimechukuliwa gari, nimepandishwa na Roho Mungu nikapelekwa mahali panaitwa Makueni. Makueni ni wapi? Ukabani. Wewe unajua mwanamke anaitwa Mweni. Rafiki yako. Kani nipoti pachashi. Ninaona rafiki yako alikupeleka mahali na kulikuwa kwa mganga. Na alikuambia maana wewe unakuanga na shida ya kutokukaa na mzee. Na shida ya kupata mtoto. Na hiyo shida itakusumbua kwa muda mrefu. Akakupeleka mahali panaitwa Makueni kwa mganga. Na huyo mganga alilala na wewe, huyo mtoto ndio huyo mganga.
cry, don't cry. Mimi sipendi kuona watu wanalia. Mpaka fundisho, mama jikaze, jitie nguvu. Sikiza Rose. Huyu mzee mganga mahali mlienda Makueni. What happened? Alikwambia nini? Ndio usaidike. Na baada ya hapo au kusaidika, lakini ulipata mtoto. Uko na mimba. Sikiza mama, kuna mwanaume wa kwanza aliyelala na wewe. Yule aliyevunja ubikira wako. Huyo ndiye alikufunga. Alifunga nguo zako. Na ni zile mlikuwa mmetumia hiyo siku. Na akasema huyu mwanamke kuanzia leo asiwahi patana na mwanaume wa kaya. Na akipatana na mwanaume asiwahi pata mtoto. Ukafungwa. Na yule mganga alipoelewa uchawi ambao umetumika, alienda, maana limechukuliwa katika ulimwengu wa kiroho. Nikaona anakoroga vitu vyake na akapata historia vile shida zilikuja kwa maisha yake. Na akaenda akatoa kafara, akavunja, akaongea na hiyo mizimu, wakakubaliana kuachilia maisha yako. Unajua wachawi in the realm of the spirit huwa wanaongea na wanasikizana. Ni kama vile wewe unaongeana na mwenzako, mnaelewa, mnasikizana. In the realm of the spirit huwa wanakuja wanapata mtu ako na shida fulani na hajasababishwa na mtu mwingine, ni mchawi mwingine. Anaenda ana negotiate na hiyo mapepo kwa kuitolea sadaka. Inakuachilia. Wewe unafikiria ulienda kwa mganga ukasaidika. Na kumbe ule alitoa sadaka waka-compromise, hiyo hali ikatulia. Sasa wewe kila siku unaiona nikiwa na shida kuna mganga huwa anasaidia watu. Lakini si ati alienda kukutibu, alienda kunegotiate na hiyo mapepo zitulie for the time being. Maana wanataka pesa yako na wanataka uwe customer huko. Kwa hivyo akanyamazisha maroho. Kuna kutoa roho na kuna kunyamazisha roho. Sasa ya huyu maroho zikanyamazishwa. Baada maroho zimetulia, huyu mama akachukua mimba. Na hata wewe mama, nimefunga macho yangu, nimeona ukiingia kwa hiyo nyumba. Unaona unaingia na nyumba. Mlikuwa mnaingia na nyumba, what happened? Nini kingine kiendelea? Kulikuwa kumewekwa nini? Nyoka. Nini ingine uliona? Naona tunyungu na tubegu alikuwa anatumia. Mbegu alikuwa anatumia kufanya nini? Alikuwa anazungusha kuziongelesha. Akizungumzia. Baada ya hapo tukatoa. Mpite kwa manyoka. Na mkapita. Baada ya hapo ndio uweze kusaidika. Kwa hivyo alale na wewe. Baada ya hapo sikiza mama, kwa sababu umekuja kwa ibada leo, tutavunja hiyo maagano mume wa kwanza aliweka. Na turudi tuvunje maagano ya huyu mganga. Leo ni siku ya kukombolewa. Ninasema mtu yote ninyume kinyume na wewe, leo wanakwenda kukazi fire. Naye unaweza tuandikia ujumbe wako kwa kifupi. Tuandikie majina yako, sehemu unatazama hii program, na tuandikie hitaji la moyo wako. Chochote ungehitaji tusimame na wewe kwa maombi. Baada ya kupokea ujumbe wako, tutaomba na jambo tutaelezwa, tutakwambia. Tumia namba hizi 0700 860 556. Nitarudia 0700 860 556. Na hebu tazama hii. Mama huyu alikuja kanisani na binti wake. Binti akiwa mgonjwa kwa muda mrefu, ikafika mahali hata shule haendi. Akatoka nje ya shule, haezi akatembea, hawezi akaongea, hawezi hata kujipeleka haja kubwa, akiwa kama mtoto wa miaka 20. Hebu tazama, aliingia akiwa anabebaniwa na watu. Dakika ya mwisho baada ya maombi, alipoombewa, tunaona saizi anatembea, anakimbia. Hebu angalia, barikiwa. Mungu ameniambia wakati analizi tagusa hii mchanga ama hiyo madhabahu. Huyu mtoto sijui mapepo gani, lakini madhabahu tamwekea leo
Nimeona kaanza kusimama. Sijasema piga makofi kama utapiga piga vizuri. Mtoto alikuwa kwa hali kwa muda gani? Amekaa hivi kwa ugonjwa muda gani? Miezi 4. Unaitwa nani majina? Daisy. Nini inaendelea kwa maisha yako? What is happening? But the look at her eyes, wewe mwenyewe ukiangalia unaona huyu mtu, she's not okay. Mama, unasema alikuwa kwa muda miezi 5. Anaenda shule? Alitoka shule? Alikuwa anasoma darasa gani? Aliachia form 2. Baba mtoto wako wapi? Alienda kazi. Alikuwa form 2 akaachia hapo. Mlienda hospitali? Madaktari walisema shida yake gani? Kinga wakapima yeye aina ya ugonjwa hawakupata ugonjwa. Alikuwa ameisha sana wakamweka kwa ward. Akawekewa maji. Yes. Hiyo maji aliwekwa for 2 weeks day and night. Alafu alikuwa anapewa dawa pia alikuwa hawezi kumeza. Sasa alidrop shule. Na nyumbani anakaa aje? Anaishi na magari nyumbani na watu. Anakaanga tu kwa nyumba. Mpaka saizi anajisaidia tu kwa nyumba. Anajisaidia mpaka kwa nyumba. How old? Ana miaka ngapi? 20 years. 20 years. Yes. Atapona. In the name of Jesus Christ. Tumeingia kwa anga yake kama makuhani. Mahali wamekamata miguu ya huyu mtoto asitembee. Amedrop mpaka shule. Tumeingia huko na moto. Tumeingia huko na moto. Haya, fungua mtoto. Fungua. Nimekamata wewe muuaji. Wewe mkuu, umekamata mwili, nafsi na roho. Ishiwa na nguvu, nimekukamata hapa. Nimekamata wewe hapa. Huyu atatembea. Wachilie moto hapo mara kwanza. Wewe kama moto ni shule. Moto ya pili ya heshima. Moto ya kuchoma mchawi. Moto ya kufungua maisha ya mtoto. Achilia. Moto kamarari. Piga magarario. Achilia kamarari hapa. Aya, toa mizigo. Toa mizigo kwa mtoto. Toa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nani wewe? Nani? Utabeba baraka. Ulifungia wapi? Ulifunga mtoto wapi? Ongea, ulifunga mtoto wapi? Ulifunga mtoto wapi? Aya, ninachulia moto kwa baba yenu. Fungua maisha mtoto. Anza kuhangaika. Wewe muuaji na roho na kuteleza mtoto. Chomeka na moto. Fungua mguu. Fungua miguu mahali ulifunga mtoto. Fungua. Utafungua yeye. Haraka. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wewe angalia mtoto wa watu 20 years old. Hawezi toka kwa nyumba hata kwenda choo. Wewe unaendanga choo unaona ni kawaida. Tuanza pipo itambira. Huyu mpaka abebwe. Na hata mwambiaje Mungu asante ukiamka. Shindwe, sema shindwe. Toma leo. Toma kesho. Toma nikiwa. Beba yote ya Yesu. In the name of Jesus. Nimetakasa anga yako. Mwili na nafsi. Simama. Bwana asifiwe. Sipigie Yesu makofi mazuri. Hapa tuko wapi? Tuko church. Nani ameleta church? Nani ameleta church? Mama kwa wapi? Sipigie Yesu makofi mazuri. Baba yako. Majina kamili na Concept na Njara. Tulikuwa na wewe juma moja ama wiki moja umeisha. Baada ya kutoka hapa mtoto saizi anaendelea namna gani? Tofauti ni gani? Amepata nafuu. Ni nini anafanya ambaye hangeweza kufanya hapo nyuma? Alikuwa hawezi kutembea. Hangeweza kutembea. Saizi anatembea. Pigia Yesu makofi mazuri. Nini kingine anaweza kufanya? Alikuwa hawezi hata kukaa hata kusimama. Kukaa hata kusimama. Saizi anaweza kaa na kusimama. Si
mtu pekee Yesu makofi mazuri. Mwingine anaweza kufanya. Alikuwa akiona watu wanajificha na kitu saizi hapo. Saizi hapo sawa. Leo tusikie kwa dada huyu. Mama, habari yako? Unaitwa nani? Wakati anakumbuka hata angeweza kuongea huyu. She was not able to talk. Daisy, baada ya manabii kukuombea hapa, tofauti ni gani kwa maisha yako? Umekuwa saizi unaweza tembea? Unaweza tembea? Mtu pigie Yesu makofi mazuri. Kwa mafuta ninapiga makofi zaidi hivyo. It is well. Mama, ulikuwa unasikia hata kusimama kukaa ni shida. Saizi unaweza simama vizuri? Unaweza kaa vizuri? Mama, unaweza kutembea vizuri? Tembea hapa tuone, mpaka hapa. Wow. Sikia makofi moja. Hata kama wewe ukikimbia hivyo. Tena mama, bora kweli. Kimbia mama. Awe pigia Yesu makofi mazuri hapa nje. Ikisema. Lakini maji nani anaweza hata kutembea alikuja kibadilika na mama yake. Alikuwa amewekwa huko nyumba. Baada ya maombi, manabii wakaomba wakatabiri. Now you see a different person. Bado tumebariki mtoto huyu. Let her walk in the light of her deliverance. Mwangaza wa ukombozi wake ukashike. Miguu yake katiwe nguvu na zaidi. Viungo vya mwili wake, mwili, nafsi na roho afunguliwe na asizuiliwe tena. Nyota yake isikamatwe. Tumeingiza uponyaji kwa anga na tunakushukuru kwa muujiza. God bless you. Sema amen. Naye unaweza tuandikia ujumbe wako kwa kifupi. Tuandikie majina yako, sehemu unatazama hii program, na tuandikie hitaji la moyo wako. Chochote ungehitaji tusimame na wewe kwa maombi. Baada ya kupokea ujumbe wako, tutaomba na jambo tutaelezwa, tutakwambia. Tumia namba hizi 0700 860 556. Nitarudia 0700 860 556. Watazamaji wetu, matendo ya Mungu ni ajabu na ni makubwa sana. Hebu angalia huyu kijana. Alikuja kanisani akiwa mtu mzima wa umri, na shida aliyokuwa nayo ilitokanishwa kwa mama yake, na hii shida mama yake alitoa kwa baba yake, maana mjomba wake alisababisha kifo ya mtu aliyetoa wazazi wake. Hebu angalia, kijana ameumwa na tumbo kwa miaka 3 non-stop. Alikuwa mtu mnene, amekonda, ameishiwa, ametembea hospitali zote, hakuna uponyaji. Alipokuja kanisani, hebu angalia deliverance, angalia ukombozi wake. Hebu angalia hapa akisumbua na mapepo hii. Angalia hapa, tunaangalia alivyoshuhudia, maana Mungu anaweza akaponya. Sikiza na utazame. Barikiwa. Baba, nimeachilia mafuta hii kwanza. Let the deliverance flow now. The name of Jesus. Nyosha mkono hapa. Roho ya uchawi ninakamata. Nyosha mkono hapa. Nyosha mikono, sema fire mara 7 ya kwanza. Roho ya uchawi fire. Mara ya pili. Mara ya 3. Mara ya 4. Utaenda choo, utaendesha ya mwisho, na utarejea hapa na usivai hiyo kitu umeweka taifa. Sasa inaitwa nini? Usijifunge tena. Na hata ninaelezwa na Mungu umebeba zingine. Kuna pama zimekuja nazo. Tunaonyesha. Fikiria ni yote. Yaani ukaje? Beba. Lete. Patie. Lete Recho. Lete hiyo mkate. Na glasi Recho. Kaja. Kuja hapa Recho. Ndio hiyo. Yaani imagine mtu mzima anatembea na hizi. Watch everybody, mtu mzima. Ana break ya makojo na kuendesha. Bora niambia kuna wachawi. Ninaomba wachawi wako tukifanya ibada leo wakute kwa jina la Yesu. Saidia yeye.
Watazamaji wetu, habari njema yamewadia. Wanayetutazama kutoka sehemu zote ya taifa hii na nchi jirani, tunawakaribisha kwa mikutano yetu katikati ya wiki. Jumapili hii ufike mapema, na pia katikati ya wiki siku ya Tuesday tunapatikana mahali panaitwa Kariobangi, na siku ya Jumatano au Wednesday tunapatikana maeneo ya Roiro hapa hapa kanisani. Nayo siku ya Alhamisi ama Thursday tunapatikana mahali panaitwa Huruma. Nayo siku ya Friday ama Ijumaa tunapatikana mahali panaitwa Dandora. Barikiwa wakati unajitayarisha kufika. Mchungaji, yes. Pia watu wa Kayole wajaachwa nyuma, habari njema imewadia. Siku ya Jumamosi, ukipenda Saturday, tunapatikana mji wa Kayole. Wewe uko Kayole, maeneo na vitongojini vyake, wote tunawakaribisha. Tumia nambari hizi, jua tuko wapi, tuje tuwe wa baraka kwa maisha yako. Tutakuwa tunahudumia watu one on one. Mtaona ishara, miujiza na matendo ya Mungu. Wewe kuwa mgeni wetu, usikose. Mtazamaji wetu, Jumapili hii ambaye tunaingia, tunakualika kwa ibada kubwa, ibada speciali. Hii ni ibada ambayo Mungu hufungua maisha ya watu na kurejesha mali ya watu iliyopotea. Ni ibada ambayo watu hushuhudia mambo makubwa ya Mungu kwa njia kubwa. Itakuwa ni ibada ya kukanyaga mkeka wa baraka. Na hii ibada, mchungaji, inaitwa Red Service Carpet. Inaitwa Red Service Carpet. Yes, inakuwa ni ibada, mkeka mwekundu unatandikwa, kisha unamiminiwa mafuta na chumvi. Na maandiko inasema, Aseri akaambiwa, utaikanyagisha miguu yako katika mafuta, na baada ya hapo miguu yako itakuwa kama ya kulungu, na utapata kibali juu ya nduguze. Utakuwa na kibali, chochote utashika kitaanza kufanikiwa. Mahali utaonekana, favor itakuwa juu yako. Tunakualika kwa hii ibada. Lete wagonjwa, watu walioonyewa na kufinyiliwa na mapepo. Mungu amekuja kuinua na kukomboa maisha ya watu. Vipofu watatazama. Kila mtu ana shida, madaktari wamesema iwezi kaondoka. Hiyo Jumapili wewe kuja jaribu huyu Mungu hapa, utatoka na uzima. Viwete watatembea nabii, vipofu watatazama, visiwi watasikiza tena, kila tatizo itasuluhishwa, majini yataondoka, jina la Yesu. Usikose hiyo ibada, njoo uwe mgeni wetu. Barikiwa mtazamaji wetu, ibada hii itakuwa inakuja kwako kila wiki, siku na masaa kama hii. Barikiwa, elekeza mikono yako katika runinga hii tunavyokwenda kufanya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lako likitajwa kila magoti huwa linapigwa. Tazama, tunakuita katika taifa la Kenya, tunakuita katika viongozi wa taifa hili, tunakuita kwa sababu ya nchi jirani, tunakuita kwa sababu ya kila mtazamaji anayetutazama, wale wana shida, wale wana hali ngumu kwa maisha, wale wamefinyiliwa na kugandamizwa, wale wanajaribu kufanya mambo hayafanikiwi. Tunaitisha msaada wa Roho wako, ashuke juu yao, aponye kila magonjwa, asawasishe njia yao. Wabarikiwe wakiingia, wabarikiwe wakiondoka. Neema iwatangulie katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai, tunaomba na kuamini. Amen. When I see your face, I will prophesy.